Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Watu wengi katika makanisa huwa wanataka watumishi wa Mungu au wafanyakazi au timu ya viongozi wanishughulikie. Nimekuwa Mkristo kwa miaka 40 lakini nimekuwa tu nikiketi kanisani bila kufanya chochote, lakini nishughulikieni. Sawa, usiku wa leo tutazungumza kuhusu wengine. Bwana, tusaidie kuelewa neno lako kwa undani zaidi usiku wa leo kushinda jinsi tulivyowahi kulielewa hapo awali. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Basi Biblia bila shaka huzungumza zaidi kuhusu watu wengine kuliko mtu binafsi. Hata hivyo, mara nyingi huwa tunajishughulikia zaidi sisi binafsi kuliko watu wengine. Kwa hivyo ni kana kwamba tunaenda kinyume na matarajio. Biblia inazungumzia mambo kadhaa kuhusu mtu binafsi. Inasema uwe mfu kwa nafsi yako. Jidhibiti mwenyewe. Hata katika Marko 8 Biblia Amplified inasema usijifikirie, jipuze wewe mwenyewe pamoja na matakwa yako yote. Inasema upendo hauna ubinafsi wala kujifikiria. Kwa hivyo ni sharti tuwe waangalifu sana, tusije tukawa tunajifikiria sisi wenyewe kupita kiasi. Sasa nataka niwaeleze jambo fulani vizuri hapa mwanzoni, kwa sababu sitaki mkose kuelewa kile ninachosema. Wakristo wanajua sana kufanya vitu kwa kiwango cha kupita kiasi, kisha jambo hilo linageuka na kuwa tatizo badala ya kuwa ukweli unaoweza kuwa baraka. Na ninapofunza watu wasiwe na ubinafsi, nataka pia kuambia kwamba hiyo haimaanishi kwamba hupaswi kujitunza wewe mwenyewe. Haimaanishi kwamba kamwe hupaswi kufanya kitu chochote kwa faida yako. Nafikiri unapaswa kujithamini, unapaswa kujiheshimu. Unahitaji kuhakikisha kwamba hali yako ya kihisia iko sawa, na naamini kwamba mara nyingi Wakristo hukosa kabisa kuzingatia usawa na hutilia mkazo zaidi kufanyia watu wengine vitu kiasi kwamba wanakosa kujishughulikia vizuri hao wenyewe. Hivi majuzi nilikuwa nazungumza na mchungaji mmoja na mke wake, na wanafanya kazi kwa bidii kupita kiasi na wamekuwa wakifanya hivyo kwa muda mrefu sana, na inaonekana wazi ukiwaangalia. Ishara huonekana wazi, utaona ishara za uchovu mwingi. Basi tulikuwa tunawahimiza wachukue muda mwingi zaidi wa mapumziko, na alinisimulia hadithi kadhaa ambazo niliona ni za kusisimua sana. Alisema kwamba siku moja alikuwa anacheza gofu na Paul Yong-Cho ambaye ni mchungaji wa kanisa kubwa sana katika nchi fulani na ni mchungaji maarufu sana. Basi alimtaja mchungaji mmoja ambaye jina lake sitaliitaja. Ni mchungaji maarufu katika runinga ambaye alitenda dhambi mbaya sana iliyojulikana na watu na huduma yake ikasambaratika. Na mchungaji Cho alisema kitu cha kusisimua sana. Alisema mchungaji huyu alipaswa kucheza gofu zaidi. Kama angetenga muda zaidi wa kucheza gofu, asingaliangushwa na dhambi. Basi unajua nini? Unaweza kusema jamani, unasema nini? Lakini unajua nini? Kuna ushahidi kwamba watu wengi huangushwa na dhambi kwa sababu ya kuwa na mtazamo wa kidini sana, na wanakosa usawa kiasi kwamba wanatenda mambo yasiyo sahihi ili wapate faraja ambayo wanapaswa kupata kupitia kuishi maisha yenye usawa kikamilifu. Kwa hivyo nahitaji kuwafunza msiwe na ubinafsi, kwa sababu tumezaliwa na ubinafsi. Na ikiwa unafikiri hukuzaliwa na ubinafsi, unachopaswa kufanya ni kumtazama mtoto. Jione jinsi inavyomchukua muda mfupi tu kupiga kelele asipopewa anachotaka. Kwa hivyo tumezaliwa na dhambi katika miili yetu. Tunapozaliwa upya, sasa eleweni hii, unapozaliwa upya, dhambi haifi, ni wewe unaifia dhambi. Kuna tofauti kubwa hapo. Dhambi bado iko hai kabisa duniani na itaendelea kuwa hivyo mradi uko duniani, na shetani atajaribu kutuingiza katika dhambi, atatujaribu. Kwa hivyo daima tunapaswa kufanya uamuzi kila mara, tukitegemea nguvu ya Mungu kutuwezesha kufanya hivyo, kwamba ingawa bado tunaweza kufanya maovu ya kila aina, tunaweza kuwa na ubinafsi, na ni rahisi sana kufanya hivyo, lakini tutachagua kutenda mema kwa kukusudia, siku baada ya siku baada ya siku baada ya siku, na hivyo ndivyo tunavyomshinda adui. Hutendi kile kilicho sahihi kwa sababu daima unahisi unataka kutenda kile kilicho sahihi. Unatenda kile kilicho sahihi kwa sababu hicho ndicho kitu sahihi cha kutenda.
Nitasema hiyo tena. Hatutendi kile kilicho sahihi kwa sababu tunaamka kila asubuhi na tunahisi tunataka kutenda kile kilicho sahihi. Siku zingine najihisi vizuri kushinda siku zingine. Si lazima uhisi vizuri ili utende kile kilicho sahihi. Ni kitu unachoweza kuchagua kufanya. Sasa, watu wenye ubinafsi hawatakuwa watu wenye furaha. Huo ndio ukweli wa mambo. Nitawaonyesha vifungu kadhaa baadaye ambavyo kimsingi vinasema kwamba ukiwa na ubinafsi, wewe ni kama mtu anayepumua lakini amekufa. Unatembea tembea lakini kila kitu ndani yako kimekufa. Huwezi kuwa na furaha ilhali una ubinafsi. Yesu bila shaka ni mtu aliyefahamu thamani ya kuwafikiria wengine, na alifunza jambo hilo katika neno lake katika sehemu nyingi sana. Yesu alipitia hali ngumu sana siku ya kwanza ya huduma yake. Baada ya mafunzo yote na masomo yote na kungoja kuanza huduma yake hadharani, alikuwa na kipindi chake nyikani akipigana na adui, na alitoka huko akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Alikuwa tayari kwenda na kuanza huduma yake na kutimiza mwito wa maisha yake. Alienda katika mji alikozaliwa wa Nazareti. Na unajua, mahali ambapo ungependa kukubaliwa na kutabasamiwa na kupigiwa makofi ni miongoni mwa watu wako wanaoishi katika mji unaotoka. Lakini Biblia inasema kwamba nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe. Na kwa kawaida, na ni jambo la ajabu, unapochukua hatua ya kumcha Mungu zaidi, kutekelezea Mungu zaidi, kumtumikia, cha kusisimua ni kwamba mara nyingi ni marafiki zako au jamaa zako ndio watakaokupinga. Na kile tunachopaswa kujifunza ni kufahamu mwito wetu, kufahamu tumeitwa kutekeleza nini, na tusiache mambo kama haya tuzuie. Basi Yesu alikuwa na siku mbaya ya kwanza, lakini haikumzuia. Luka mlango wa 4 mstari wa 28, wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo. Wakaondoka, wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Lakini yeye alipita katikati yao, akaenda zake. Basi hapo alijaribu kumua Yesu kwa sababu alikuwa anajaribu kuhubiri. Mlango huu ni wa kusisimua sana kwa sababu ukiusoma wote utaona kwamba walikuwa wanampenda hapo mwanzoni, mradi awaambie mambo mazuri. Lakini walighadhabika alipoanza kuwakabili ana kwa ana kwa maneno yake na kuwakosoa. Na unajua, kila mtu atapenda mahubiri yako ikiwa utawaambia jinsi walivyo wazuri na jinsi Mungu atakavyowabariki. Lakini kama mlivyofahamu mlipoingia ndani ya jengo hili, na ikiwa mmewahi kutazama kipindi changu cha runinga, Mungu huwa hanielekezi hivyo wakati wote. Nitawatia moyo, lakini pia nitawafunza mambo magumu, kwa sababu najua tuwezi kuishi tukila yale yaliyo matamu peke yake. Hatuwezi. Hutakuwa Mkristo mwenye afya bora ikiwa hutakabiliwa na neno la Mungu na kwa njia ambayo haitakuruhusu kulikwepa. Kwa hivyo, huenda hutapenda mambo yote nitakayosema, lakini utakapoondoka utajua kile nilichosema. Na nafikiri Yesu pia yuko hivyo. Unajua, yeye husema vitu kwa njia wazi na rahisi kuelewa. Basi tafakari kuhusu siku ya kwanza. Hata hivyo, ninachotaka kusema ni kwamba hakuruhusu kumkataa kwao kumzuia, kwa sababu alifahamu kwamba kulikuwa na wengi wengine ambao alihitaji kuwagusa. Basi hakukaa tu hapo akijaribu kuwashawishi kwamba yeye alikuwa mtu mzuri. Basi hakukaa tu hapo akijaribu kuwashawishi kwamba huduma yake ni halali. Hakukaa hapo na kujaribu kujitetea. Na nataka msikilize kile nitakachosema, kwa sababu hii itasaidia mtu. Yesu kamwe hakujaribu kuwasaidia watu ambao hawakutaka kusaidiwa. Alijitolea kusaidia, lakini hakukaa mahali na kuwabembeleza watu. Na nafikiri tunaweza kupotoshwa kabisa na adui. Unaweza kutumia miaka na miaka ukijaribu kumsaidia mtu ambaye hana ari ya kusaidika. Anapenda kukuona ukijaribu kumsaidia. Na nafikiri kwamba ukiacha kujaribu kumsaidia, basi wewe si Mkristo mzuri.
lakini tayari amefanya uamuzi zamani sana kwamba hatasaidika. Sasa huenda nimekosea kuhusu jambo hili, kwa sababu bila shaka huwa sikumbuki kila kitu, lakini nilimuuliza mchungaji mwingine leo na alisema, nafikiri unasema ukweli. Jinsi ninavyofahamu Biblia, Yesu kamwe hakwenda kwa mtu yote na akasema, oh, tafadhali naweza kukusaidia vipi? Aliwasaidia wale waliomuita, aliwasaidia wale waliokuja kwake. Kwa hivyo kama kuna yeyote hapa anayetutazama katika runinga ambaye pengine angependa kuwasaidia watu, sawa, saidia watu. Tumeitwa kuwashughulikia wengine, lakini unajua nini? Ikiwa hawataki usaidizi wako, kuna wengine wengi ambao wanatafuta mtu atakayeenda na kuwanenea neno la ukarimu au kuwasaidia kwa njia nyingine. Na swala hili la kukataliwa ni tatizo halisia kwa watu, kwa sababu Mungu hakutuumba tukakataliwe, alituumba tukubaliwe. Hata hivyo, sisi wote tutakataliwa katika dunia hii. Utafiti unasema kwamba 10% ya watu hawatakupenda. Kwa hivyo sijali wewe ni nani au wewe ni mzuri kiasi gani, 10% ya watu hawatakupenda. Amini usiamini, si kila mtu ananipenda. Na jinsi mchungaji Joel alivyo mzuri, si kila mtu anampenda. Na sijui unawezaje kukosa kumpenda Joel, lakini utafiti umedhibitisha kwamba huwezi kuwafurahisha watu wote kila wakati, na yamkini shetani hutumia uchungu wa kukataliwa zaidi ya kitu kingine chochote ili azuie watu wasipige hatua mbele, na pia kuwazuia wasitimize mwito ambao Mungu amepatia maishani mwao. Kwa hivyo ikiwa umeketi hapa wakati huo unatazama katika runinga na umezongwa na uchungu rohoni mwako na katika hisia zako kwa ajili ya tukio la kukataliwa ambayo umepitia, na umeacha hali hii kuzuia kuendelea mbele, na kuambia wacha kujitatiza na mtu ambaye hataki chochote kutoka kwako, hataki kusikia kile unachosema, hakujali, kwa sababu dunia imejaa na watu wenye upweke, wenye njaa, wenye uchungu, wenye mahitaji, ambao watafurahia kusikia neno la kuatia moyo kutoka kwako, hata kama ni kidogo tu. Nataka kuhakikisha mnaelewa jinsi shetani hutumia hali hii ya kukataliwa. Ni mtego, na sina muda wa kufanya hivyo usiku wa leo, kwa sababu huo sio msingi wa ujumbe wangu, lakini naweza kuangalia nyuma katika maisha yangu na naweza kuwaambia wakati tofauti ambapo Mungu alikuwa tayari kuniinua juu zaidi katika huduma. Kila alipotaka kuniinua, nilipata shambulizi kubwa la kukataliwa na baadhi ya watu waliokuwa karibu na mimi. Nilifanyiwa mambo mabaya sana na watu ambao niliwapenda na kuwaamini. Sikuelewa kwa nini walifanya hivyo, lakini sasa naelewa. Na kama singepitia mambo hayo kwa njia ya kufana, kama singekuwa kama Yesu na nipige hatua na niendelee mbele, singepata nafasi ya kusimama hapa leo. Na sitaki adui ya kuzuia kutekeleza kile ambacho Mungu anataka utekeleze, kwa sababu mtu amekuumiza au amekukataa au ulijaribu kumweleza mtu kuhusu Yesu na akakucheka au akakukejeli. Mojawapo ya vitu vya kwanza nilivyofanya ni kwenda katika barabara za mji wa St. Louis Jumamosi moja asubuhi pamoja na washirika wa kanisa letu, na nikapatiwa pita njia vipeperushi vya Injili. Na mtu wa kwanza niliyempa vilikuwa vimeandikwa, tabasamu, Yesu anakupenda. Nilisema, na mtu huyo alichapa kipeperushi hicho kutoka kwa mkono wangu. Alisema, sitaki kitu hicho kisichokuwa na maandishi yoyote. Basi nilihisi kufa moyo kabisa. Unajua, lakini mambo kama haya yakitokea unapaswa kusema Yesu anakupenda na anakupenda na anakupenda, na uendelee hivyo mpaka upate mtu atakayekubali kile unachompa. Usife moyo kwa ajili ya kukataliwa. Katika Mathayo 10, lakini sitasoma kifungu hicho, Yesu aliwatuma wanafunzi wake wawili waende kuhubiri Injili na kuondoa mapepo. Alisema, na mji wote mtakaoingia nao hawawakaribishi, alisema, kung'uteni mavumbi ya miguu yenu. Basi pengine kuna mtu hapa anahitaji kukung'uta mavumbi ya miguu yake, na ni rahisi sana kama kufanya uamuzi, na ukitaka onyesha kwa vitendo na useme, nimeachana na mambo haya yasiyo na maana, nina maisha ya kuishi, na sitaacha fikra zako kunihusu au fikra ambazo umekuwa nazo kunihusu zinizuie kuendelea mbele. Amen. Tunahisi uchungu wakati watu hawatupendi. Inatia uchungu unapojaribu kusaidia mtu lakini anakataa kusaidika. Lakini mimi nilitumia miaka mingi ya maisha yangu nikijaribu kumsaidia
mtu mmoja wa familia yangu, kakangu, na baada ya miaka 4 bado hakusaidika. Na hatimaye nifikiri, unajua nini? Sidhani tatizo ni mimi. Nafikiri huwa tunashinda tukifikiri, kama ningeweza kujaribu zaidi, kama ningeisema kwa jina inaeleweka zaidi, kama ningeweza kumshawishi zaidi, kama ningeweza kushuhudia kwa njia bora zaidi. Lakini kusema ukweli, unapaswa kujua wakati wa kukung'uta mavumbi. Yesu alisema hamtakosa miji itakayowakubali kabla sijarudi. Endeleeni tu kwenda kutoka mji mmoja hadi mwingine mpaka mpate watu watakaotaka kusikia kile mnachosema. Amen. Sasa mahali alikoenda baadaye ni Kapernaum. Alipitia hali ngumu katika mji wa Nazareti. Alisahau mambo haya na akaendelea mbele mpaka Kapernaum. Katika Luka mlango wa 4, Biblia inasema kwamba walimpenda, walimkubali na walimpenda kwa dhati. Aliwahubiria mambo mazuri, kisha akafanya miujiza na akaondoa mapepo na akaenda nyumbani kwa Petro na alipata mama mkwe wa Petro akiwa mgonjwa na akamponya. Kisha kukawa na Sabato, na Sabato ilipoisha walileta watu wengi zaidi wenye mapepo na watu wengi zaidi wagonjwa, na akawaponya wagonjwa na akaondoa mapepo. Na watu walisema, jamani, unapaswa kukaa hapa milele. Hapa ndiyo kwako, hili ndilo eneo lako. Basi unajua nini? Naye alisema, hapana, siwezi kukaa hapa kwa sababu kuna wengine wanaohitaji kusikia ujumbe wangu. Na nafikiri kuna funzo la kujifunza hapa. Hakushinda mahali ambapo hakutakiwa, na hakukaa mahali ambapo palikuwa pazuri na penye faraja kwake. Ni nani hawezi kutaka kukaa mahali ambapo kila mtu anampenda? Ni nani hawezi kutaka kukaa mahali ambapo unavutia watu na unathaminiwa na unajua watu watakushughulikia vizuri kabisa? Ni nani hawezi kutaka kukaa mahali kama hapo kwa muda kidogo? Lakini Yesu hakuathiriwa na kukataliwa na watu, wala hakutiwa moyo na kumkubali kwao. Alipata msukumo wake kutoka kwa Roho wa Mungu. Na ikiwa unaweza kujifunza kumfuata Mungu, haijalishi kama umekubaliwa au umekataliwa, nafikiri uko njiani kutimiza mwito wa Mungu kwa maisha yako. Nina watu wengi wanaonipenda, wakiniambia niwafanyie jambo, ni ngumu sana kwangu kuambia hapana. Lakini naweza kuambia kwa uaminifu kwamba baada ya kufanya huduma hii kwa miaka 35, nilikuwa najiua kwa kujaribu kufurahisha kila mtu. Na nimejifunza jinsi ya kusema hapana, na ni jambo zuri ya ajabu. Hata wakati mwingine yamkini nimekuwa na ujuzi mkubwa wa kusema hapana, na kiasi kwamba naona napaswa kulegeza kama kidogo. Lakini mpaka ujifunze jinsi ya kusema hapana, hutakuwa na afya bora, hutakuwa na furaha. Kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba walitaka Yesu akae hapo kwa sababu ya yale aliyokuwa anawafanyia. Na alisema hapana, nimeshawaambia kile mnachohitaji kusikia. Sasa ni sharti niende kwa wengine. Unajua Yesu anatufunza mambo ambayo yanaonekana kuwa ni ya kipuzi. Katika Mathayo 18, Biblia inasema mchungaji aliacha kondoo 99 ili aende kumtafuta mmoja. Hiyo si kanuni nzuri ya kibiashara? Huwezi kufika mbali katika biashara leo ikiwa utasema, sawa, nyinyi 99 mko peke yenu sasa. Ni lazima niende kumtafuta yule mmoja aliyopotea. Na unajua nini? Kama makanisa mengi zaidi yangeelewa kanuni hii, washirika wangeacha kuwapa wachungaji wao kazi nyingi, na badala yake wangewapa nafasi waende kwa wale waliopotea na wamsaidie kuwatafuta. Watu wengi katika makanisa huwa wanataka watumishi wa Mungu au wafanyakazi au timu ya viongozi wanishughulikie. Nimekuwa Mkristo kwa miaka 40, lakini nimekuwa tu nikiketi kanisani bila kufanya chochote, lakini nishughulikieni. Wakati watu wanaenda motoni, sisi tunataka tu kushughulikiwa. Na ukweli ni kwamba tulipaswa kumwachilia mchungaji zamani sana na tuseme, usijitatize na mimi, niko sawa, umenilisha, nimekomaa. Niambie tu kile unachotaka kufanya na nitakusaidia kukitekeleza.
Watu daima huniuliza, naamini Mungu anaambia kanisa nini? Naamini ni kitu gani ndicho cha muhimu zaidi kwa kanisa? Na kusema ukweli, sijui kama jibu langu limewahi kubadilika. Ni kukua. Na kukua kimsingi kunamaanisha kuacha kujifikiria wewe binafsi. Jifunze kwamba haya yote ni kwa ajili ya wengine. Unajua, kama kile Mungu anataka tufanye ni tuwe na furaha, angetukomboa na tusafirishe mbinguni mara moja, sote tungekuwa na furaha. Jamani, ningefurahi sana kama ningekuwa huko ndani ya jumba langu la kifahari wakati huu nikitembea kwenye barabara za dhahabu, nikishinda na Musa. Jamani, tungekuwa na kongamano la ajabu, mimi, Eliya, Musa na Yesu. Tungehubiri bila kupumzika. Amen. Lakini Mungu ametuweka hapa na anajaribu kutusaidia kukua kwa sababu ya wengine. Natumai kwamba utakapotoka hapo usiku huu nitakuwa angalau nimekufikisha mahali ambapo utachukua nafasi angalau mara moja au mbili kila siku ya kufikiria wengine badala ya kujifikiria tu wewe. Katika Amosi 6:1 kuna kifungu cha kutufanya tutafakari sana. Pia katika mistari ya 4-7 tutaingizia mistari hiyo. Amosi 6:1, ole wao wanaostarehe katika Sayuni. Wangapi kati hawataki dhiki tena? Umetosheka na dhiki maishani mwako? Ole wao wanaostarehe katika Sayuni, na hawa wanaokaa salama katika mlima wa Samaria, watu mashuhuri wa taifa lililo la kwanza, kwa sababu wamechaguliwa na Mungu ambao nyumba ya Israeli huwaendea. Sasa hebu tuangazie mstari wa 4-7. Ole wenu nyinyi mnaolala juu ya vitanda vya pembe na kujinyosha juu ya masemadari yenu. Hebu tuseme kwa njia tofauti kidogo. Ole wenu nyinyi mnaoketi kwenye viti vya kanisa kila Jumapili na kujinyosha na kusikia mafunzo mazuri na mnaokula wanakondoo wa kundi na ndama waliomo zizini. Mstari wa 5. Nyinyi mnaoimba nyimbo za upuzi pamoja na sauti ya vinanda na kujifanyizia vinanda vya namna nyingi kama vile Daudi. Nyinyi mnaoketi kwenye viti vya kanisa na kuimba nyimbo zilizo kwenye skrini. Nyinyi mnaokunywa divai katika mabakuli na kujipaka marhamu iliyo nzuri. Lakini hebu sikilizeni hii, lakini hawahuzuniki kwa sababu ya mateso ya Yusufu, taifa la Israeli. Au nafikiri tunaweza kusema yeyote ambaye hana uhusiano na Mungu. Sasa sikilizeni mstari huu unaofuata, mstari wa 7. Hii inapaswa kutuamsha. Basi kwa ajili ya hayo sasa watakwenda utumwani pamoja na wa kwanza watakaokwenda utumwani, na kelele za machezo za hao waliojinyosha zitakoma. Basi anasema nini hapa? Kama ni rahisi sana. Ikiwa hujali watu wengine, basi wewe ndio utakuwa wa kwanza kushikwa na kuwekwa utumwani na adui. Unaona, nimekuja kuelewa maishani mwangu kwamba ubinafsi ni udhaifu, lakini upendo na kuwajali wengine ni nafasi ya nguvu kubwa kiasi ambacho hata hatuwezi kufahamu. Ikiwa unataka shetani ache kukutatiza, anza kuwafikiria wengine na mahitaji yao na kile unachoweza kuwafanyia na jinsi unavyoweza kuwabariki na jinsi unavyoweza kuwainua. Unapoenda kanisani, usiende tu ili upate baraka, nenda ili uwe baraka kwa wengine. Kusudia kuwa baraka. Pengine unasema, Mungu, unajua nini? Nimesikia neno kwa miaka 10, sasa ni wakati wangu wa kukua. Nitaenda huko leo na nataka unionyeshe mtu anayehitaji kubarikiwa. Nionyeshe mjane ambaye anaweza kununulia chakula cha mchana, au mama aliye na watoto 4 na anawalea peke yake bila usaidizi wa mume wake. Ningependa kumpatia pesa enda akajinunulie chakula cha mchana. Nionyeshe mtu ninayeweza kumsaidia, kwa sababu siwezi kustahimili kuishi bila kusaidia mtu yeyote. Tayari nimeishi miaka mingi ya maisha yangu nikisema mimi. Mungu, siwezi kufanya hivyo tena. Ni sharti nionyeshe mtu mwingine ninayeweza kumfanyia kitu. Nenda huko nje ukiwa tayari kabisa, umeomba na unatafuta wa kubariki. Unaona, nimekuja kuelewa maishani mwangu kwamba ubinafsi ni udhaifu, lakini upendo na kuwajali wengine
ni nafasi ya nguvu kubwa kiasi ambacho hata hatuwezi kufahamu. Ikiwa unataka shetani aache kukutatiza, anza kuwafikiria wengine na mahitaji yao na kile unachoweza kuwafanyia na jinsi unavyoweza kuwabariki na jinsi unavyoweza kuwainua. Unapoenda kanisani, usiende tu ili upate baraka, nenda ili uwe baraka kwa wengine. Kusudia kuwa baraka. Pengine unasema, Mungu, unajua nini? Nimesikia neno kwa miaka 10, sasa ni wakati wangu wa kukua. Nitaenda huko leo na nataka unionyeshe mtu anayehitaji kubarikiwa. Nionyeshe mjane ambaye anaweza kununulia chakula cha mchana, au mama aliye na watoto 4 na anawalea peke yake bila usaidizi wa mume wake. Ningependa kumpatia pesa enda akajinunulie chakula cha mchana. Nionyeshe mtu ninayeweza kumsaidia, kwa sababu siwezi kustahimili kuishi bila kusaidia mtu yeyote. Tayari nimeishi miaka mingi ya maisha yangu nikisema mimi. Mungu, siwezi kufanya hivyo tena. Ni sharti nionyeshe mtu mwingine ninayeweza kumfanyia kitu. Nenda huko nje ukiwa tayari kabisa, umeomba na unatafuta wa kubariki. Sio tu kuingia kanisani huku umechelewa kwa dakika 15 na kuwasumbua watu wanaojaribu kumwabudu Mungu unapojaribu kutafuta pa kuketi. Unaondoka wakati watu wanapoitwa kwenye madhabahu wampokee Kristo, kwa sababu hujali hata kama utawasumbua watu hao wanaoenda motoni. Unataka tu kuondoka, uondoe gari lako kutoka sehemu ya kuegeza magari na uondoke kanisani, kwa sababu una mipango mingi ya kibinafsi ya siku hiyo. Sikutaka kuwa mkali hivi, kwa hakika sikutaka kuwa hivi. Jamani, sikilizeni, najihubiria mimi mwenyewe pia. Sikwambii chochote ambacho Mungu hajaniambia mimi mara kwa mara. Amen. Nenda uketi kwenye kiti chako. Jamani, bila shaka natumai ujumbe huu utakuwa mzuri leo. Kwa hakika nahitaji baraka. Basi je, ninachosema ni kweli? Angalau kubalini kwamba sidanganyi, nasema ukweli. Na tunapaswa kufahamishwa mambo haya na tunapaswa kufahamishwa mara kwa mara. Kwa hivyo niko hapa kupiga tarumbeta katika Zayuni, nikisema iwapo umeokoka na unamtambua Mungu, basi anza kuwa nuru. Kuwa nuru kwa mtu mwingine. Kimsingi ni kwamba si kwa ajili yako wala kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya wengine. Ni kuhusu kuwafikia wengine waliopotea, ambao hawamtambui Kristo au wanamtambua Kristo, wanaenda kanisani lakini hawamjui Mungu kikweli. Hawajui kwamba na faida zozote kwao kando na safari ya kwenda mbinguni, mradi wafanikiwe kufika huko wakishafariki. Kumtumikia Mungu ni jambo la ajabu na la kusisimua kabisa. Na katika maisha yangu yote siamini jinsi mtu anaweza kuwa Mkristo na bado aseme kuwa hahisi kusisimuka, lakini kwa hakika naamini unaweza kutohisi kusisimuka endapo wewe utazidi kupokea na usiwape wengine. Hatufai kuwa kama vidimbi vilivyokwama pale pale. Vitu vinaingia tu, lakini hakuna vinavyotoka. Kila kitu anachotufanyia Mungu anatarajia kisambae kupitia kwetu. Kanuni yake ni ukipokee na ukisambaze. Alimwambia Ibrahimu katika Mwanzo, nitakubariki na nitakufanya uwe baraka, uwe chanzo cha mazuri kwa wengine. Wengine. Ni kifungu cha Biblia cha kupendeza sana. Hebu tafuta konkordansi na utafute neno wengine, utashangazwa na yale Mungu anayosema kuhusu wengine. Na jambo la kupendeza sana, naweza kukuahidi hivi kwa sababu nimelifanya inavyofaa na nimelifanya visivyo, na najua tusipowahudumia wengine hatutakuwa na furaha. Kadri unavyozidi kujishughulikia wewe peke yako, ndivyo hali yako itakavyozidi kuwa mbaya. Lakini kadri unavyozidi kujitolea kwa Mungu na kuwahudumia watu wengine, ndivyo Mungu atakavyozidi kutosheleza mahitaji yako na ndivyo utakavyozidi kuwa na furaha. Na kama nilivyosema hapo awali, sipendekezi eti usijitunze wewe mwenyewe. Nazungumzia kuwa na mtazamo wa na mimi je? Na mimi je? Na mimi je? Sipendi kabisa kuishi hata siku moja tena katika maisha yangu pasipo kumfanyia mtu mwingine angalau kitu kimoja.
Sipendi kabisa kuishi kwa namna hiyo. Basi niligundua kuwa ni lazima nikawatafute watu wenye mahitaji kwa kukusudia. Ikiwa hujui yote aliye katika matatizo, basi nenda mtafute mtu aliye na matatizo, kwa sababu wako huko nje. Niamini wako. Amen. Na naweza kuwaahidi nyinyi mlio hapo usiku wa leo na unaotazama kwenye runinga, nyinyi wenye tabia ya kuwahudumia wengine, kuwasaidia, kuwatia moyo, kuwapongeza, kuwajenga, kuwaambia thamani yao, kutoa, kuwasaidia kifedha na kwa njia yote ile uwezayo, nyinyi ndiyo watu wenye furaha zaidi humu ndani na mnaotazama kwenye runinga wakati huu. Timotheo wa kwanza 5:6. Bali yeye, nitaongeza hiyo, bali yeye asiyejizuia nafsi yake, akijirundikia mali na raha, amekufa ingawa yu hai. Woo! Yesu. Haleluya. Yohana 13:34 na 35. Mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Amri mpya nawapa. Yesu alisema amri mpya nawapa. Hiyo ni taarifa ya kusisimua. Anasema hebu nikuache na wazo hili, wacha niwape amri moja mpya. Ikiwa mnaweza kufanya hivi, mambo mengine yote yatashughulikiwa. Na napenda jambo hili kwa sababu kuna mambo mengi sana ya kushughulikia kama Mkristo. Nimegundua kuwa ukifanya kitu hiki kimoja, ukitilia manani kitu hiki kimoja ambacho Yesu alisema, kwa hakika mambo mengi yatashughulikiwa. Ni kana kwamba mambo mengine yote yanajumuisha katika jambo hilo moja. Alisema amri mpya nawapa, kwamba mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Hivyo watu wote watatambua. Hivyo wengine watajua. Unajua, kanisa kwa kiwango kikubwa halina sifa nzuri sana duniani, na hiyo inahuzunisha sana. Na cha kuhuzunisha hata zaidi ni kwamba kwa sababu hatuna sifa nzuri, mara nyingi Mungu pia hana sifa nzuri. Na nataka kuona Mungu akipata heshima zaidi. Nataka kuona akiheshimiwa zaidi hadharani, na nataka kuona akiogopwa, na nataka kuona watu wakimwogopa Mungu. Nataka watu wamtukuze Mungu. Unafikiria mambo yangekuwa vipi ikiwa kila mtu ulimwenguni anayejiita Mkristo angefanya kitu kimoja kila siku kwa ajili ya mtu mwingine? Ni hilo tu nalouliza kutoka kwako, kitu kimoja kila siku. Weka tabasamu kwenye uso wa mtu kila siku. Pongeza mtu kila siku. Wacha nipeleke swala hili katika kiwango kipya. Jaribu kutoa kitu kila siku. Jamani, una vitu vingi tu nyumbani kwako. Unaweza kupeana nusu ya vitu hivyo bila kugundua kwamba vipo tena. Yohana wa kwanza 3:18. Wengine. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na ukweli. Sasa, unajua haya ni maandiko muhimu sana, kwa sababu unajua kwa hakika hata kama nahubiri ujumbe wa kukuamsha unaosema leo umepatikana, jamani, si ngumu sana kuketi hapa na kusikiza nayofunza. Unaweza hata kusema amen. Tuna taa za kupendeza, jengo lenye faraja, nimevaa mavazi ya kupendeza hapa, mambo yote yanaambatana vizuri. Lakini unajua mahali inapokuwa ngumu, unapoondoka hapa. Hutajua kama unakubaliana na ujumbe huu unapoketi hapo ulipo. Hutajua kama unakubaliana nao hadi wakati wa kwanza utakapokuwa na nafasi ya kumfanyia mtu kitu na iwe mwili wako hautaki kufanya hivyo. Nina baadhi ya hadithi za kusimulia zinazonihusu katika ujumbe wangu wa hapo kesho jioni, na ni jambo la kipuzi jinsi ninavyoweza kukaa asubuhi yote nikisoma kuhusu upendo na kuyawazia maandiko ya upendo na kumwomba Mungu anitumie siku hiyo
Kisha nafasi ya kwanza inajitokeza ya kuonyesha upendo, ikiwa itaharibu mpango wangu, papo hapo nakuwa na mtazamo mbaya. Na mimi husoma mambo haya kila wakati. Ndiyo maana ninafahamu kwamba kuna mambo ambayo yatakulazimu uyafanye kwa uamuzi, kwa kusudi, kwa sababu unajua yanampendeza Mungu na ni mapenzi yake. Ikiwa utangoja mpaka uhisi kuonyesha upendo, kamwe hutawahi kuonyesha upendo. Sasa nakubali kwamba kuna watu waliozaliwa na uwezo wa kuwa wazuri kwa urahisi, lakini mimi si mmoja wao. Imenilazimu kujitahidi kwa jambo hili. Mungu akubariki ikiwa wewe ni mmoja wa wale watu wazuri. Pengine jeni zako za kuwa nzuri ni bora kushinda zangu, lakini nafurahi kusema kwamba kupitia Kristo anaweza kutupa nguvu na kutuwezesha kujidhibiti wenyewe, na tunaweza kufanya mapenzi yake na tuwe watu ambao watamtukuza. Kuwa Mkristo ni kazi ngumu, lakini sijui chochote kingine kizuri ninachoweza kukifanyia kazi maishani mwangu. Sijui chochote kingine kitakachoweza kuzalisha mavuno ambayo kuwa Wakristo kutazalisha katika maisha yetu. Nimejitolea katika maisha yangu yaliyosalia kujaribu kujifunza kuelewa kupitia hiki kichwa changu kigumu jinsi ya kuwa kama Yesu. Tumeitwa, tunayo hatima. Hatima, je, unataka kujua hatima yako ni ipi? Hatima yetu kulingana na Warumi 8:29 ni kufinyangwa ili tuwe katika mfano wa Yesu Kristo. Hiyo ndiyo hatima yetu. Hatima yako ni ipi? Nimeitwa kuhubiria ulimwengu. Je, hatima yako ni ipi? Nimeitwa kuwa kiongozi hodari wa nyimbo za ibada. Je, hatima yako ni ipi? Nimeitwa kuendesha biashara. Basi hayo ni mambo ambayo pengine tutafanya maishani, lakini tumeitwa kufinyangwa tufananishwe na Yesu Kristo. Huo ndio mwito wa maisha yetu, kufinyangwa katika mfano wake. Nafikiri nafurahia kazi hii kupita kiasi. Yohana wa kwanza 3:16-17. Usiku wa leo mmekuwa washirika wazuri. Katika hili tumelifahamu, tumetambua polepole na kuelewa pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Unaona, hivi ndivyo tunavyojua upendo. Tunajua upendo kwa msingi wa ukweli kwamba aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Alijitoa kama dhabihu. Alifanya kitu ambacho kilikuwa kigumu mno, ilimgharimu kitu. Je, unajua kwa nini watu hawatembei katika upendo? Kwa sababu ina gharama. Huwezi kutembea katika upendo bure. Itakugharimu muda, juhudi, pesa, mabadiliko katika mipango yako. Itakugharimu kitu. Hebu tuweke maandiko juu tena. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, rasilimali za kudumisha maisha, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake. Hayo ni maandiko ya kuogofya, kwamba Mungu hutupatia moyo wa huruma, lakini tunaweza kuuzuia. Tunaweza kusikiza ujumbe wa upendo. Tunaweza kumsikiza mhubiri akihubiri kwa dhati kuhusu upendo, lakini tunakasirishwa naye akihubiri kwa dakika 5 zaidi ya tunavyotaka kuhusu kutoa. Jamani, msije mkanifanya nije hapo chini wakamate. Ninachosema si ni kweli? Basi huyo jamaa huzungumzia kutoa tu. Nafikiri anazungumzia kutoa kwa muda mrefu sana. Na alipokuwa akizungumzia upendo, ni wewe ndiye uliyekuwa ukisema, amen mhubiri, amen ndugu, amen. Unaona, si nadharia tu. Unaona, si mahubiri tu. Si jambo dogo tu la kidini tunalofanya, lakini linapaswa kuwa kitu halisia. Kwa jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu, mtoa. Wacha niambie baadhi ya mambo ambayo Biblia inasema kuhusu wengine. Mithali 6:17 inasema, usijione wewe ni bora zaidi na uwadharau wengine. Hii inamaanisha usijione wewe ni bora kuliko watu wengine. Na unajua, naamini kwamba tunapaswa kuzungumzia hili kwa muda mchache, kwa sababu nafikiri wakati mwingine tunakuwa na mitazamo fulani kuhusu watu, na hata kama tunafikiri kuwa tuna upendo sana, na hata tunaweza kuwa tunampenda huyo mtu, bado hatuthamini maoni yao au hatuthamini wanachosema, kwa sababu mahali fulani hapa ndani tumechukulia kwamba watu hao ni wajinga au si wepesi wa kuelewa mambo. Nafikiri hiyo hufanyika mara nyingi. Pengine ulimjua mtu kabla ampokee Kristo, na unazingatia sana jinsi alivyokuwa kabla ya kuokoka,
hivi kwamba hata huoni mabadiliko ndani yake. Na kwa hivyo huenda ni mtu maishani mwako ambaye unapaswa kusikiliza kila neno analolisema, kwa sababu anaweza kutumiwa na Mungu kukunenea katika maisha yako, au pengine anafahamu jambo ambalo wewe hulifahamu, ambalo Mungu amemwonyesha, lakini bado hatuwasikilizi kwa sababu tayari tunashikilia maoni kwamba hatukihitaji chochote wasemacho. Pengine unasema, umejuaje hivyo? Kwa sababu nilijipata nikifanya hivyo mara 2 katika wiki 2 zilizopita. Mungu alinenea kuhusu jambo hilo takriban wiki 1.5 iliyopita, na nilisema, jamani, ni mtazamo tu, na Biblia inatuambia tusiwadharau wengine. Wacha niwaambie jambo, Mungu alikubadilisha na anaweza kumbadilisha mtu mwingine yeyote. Na wakati utakapoanza kuwa na fikira za kumdharau mtu na ufikirie, hii ni kazi bure, huwezi kama kubadilika, na mimi sijui, najua yote yawezekana na Mungu, lakini nataka tu kukondoa maishani mwangu. Jamani. Au hata wakati mwingine, unajua, tunafikiri kuwa iwapo mtu ni wa dini tofauti na yetu, unajua, pengine ni mshirika katika makanisa hayo mengine yasiyo na uhai. Ndiyo, unajua, sote tuna mitazamo na misemo yetu. Unajua, ufikiria tumerukwa na akili, nasi tunafikiri wao ni wafu. Kwa hivyo, unajua, lakini hivi majuzi nilijifunza makubwa kutoka kwa mtu ambaye ni mshirika wa mmojawapo ya makanisa kama hayo, na singefikiria kwamba mtu huyo alifahamu chochote kwa sababu alishiriki katika kanisa hilo. Tuko pamoja? Unajua, hapo ni mahali pa zamani sana pa kidini, hawawafundishi chochote hapo, unajua. Na nikasikia maneno ya hekima yakitoka kinywani mwa mtu huyo, nikajiuliza, mbona sikufahamu hayo? Kwa hivyo tunahitaji kumthamini kila mtu. Kila mtu ana jambo tunaloweza kujifunza kutoka kwao. Usijione wewe ni bora zaidi na uwadharau wengine. Amen. Maandiko mawili muhimu. Mathayo 7:12, basi yote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo. Basi yote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo. Na Luka 6:38, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakapowapa vifuani mwenu. Je, mnaelewa kiwango cha nguvu tunachopata mikononi mwetu tunapofanya hivyo? Tunasoma maandiko lakini hatuyaelewi. Huyu anasema nini hapa? Unaweza kupata chochote kinachokubaliwa na Biblia kwa kukitoa kwa watu wengine. Kwa nini tusiwashughulikie wengine vyema zaidi? Kwa nini tusiwe wakarimu zaidi? Kwa nini hatuonyeshi taadhima zaidi? Kwa nini hatuonyeshi heshima zaidi? Basi laiti mtu angenishughulikia kwa njia bora zaidi. Jamani, msiniache niwe na raha peke yangu. Je, mnaelewa jinsi jambo hilo lina nguvu? Nilifikiria kuhusu jambo hilo nilipokuwa najitayarisha kwa mahubiri haya. Nilifikiri hiyo ina nguvu zaidi kuliko jinsi tulivyowahi kufahamu. Mungu anatupa njia ya kupata. Kwa yote aliyosema tunaweza kupata sehemu tunayoitaka kwa kutoa kwa watu wengine. Basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo. Mistari inayofuata inasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, japo ni wachache waingiao kwenye mlango huo, na muepuke mlango ulio pana. Na naamini kwamba lazima uiweke mistari hiyo mitatu pamoja. Nafikiri anasema, ikiwa unaweza kuwatendea wengine jinsi unavyopenda kutendewa wewe, hivyo ndivyo unavyoingia kwenye mlango mwembamba. Hivyo ndivyo unavyosalia katika mlango huo, kwa kuamka kila asubuhi na kusema, nitakwenda na Mungu kupitia usaidizi wako, kwa rehema na neema zako. Najua siwezi peke yangu, lakini nitakwenda kazini leo, tena nitawatendea wengine jinsi ningependa kutendewa mimi, hata wale ambao siwapendi.
hata wale ambao nina mtazamo hasi kuwahusu. Kwa sababu mnajua nini, yeyote tunayemhukumu huenda tunafanya mambo ya kiupuzi kuliko mtu huyo, na bado hatujatambua hivyo. Msijali, nitamaliza dakika chache zijazo. Mathayo 24:45. Nataka kuonyesha kitu. Nafurahi kwamba tuna mikutano miwili zaidi. Mathayo 24:45. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake? Sasa nataka msikilize hii. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake. Kwa hivyo huo ndio ujumbe wa mtumishi mwema. Mungu anasema, umekuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Lakini kwa nini yeye hutuweka juu ya mengi? Kwa sababu anatafuta watu wanaweza kuwa na imani kwao, na aseme nitakupa nyingi, kwa sababu najua utawashughulikia wenye mahitaji, na kwa wakati unaofaa utachukua hizi nilizokukabidhi na utazitumia kuwasaidia wengine. Sasa Joyce, je, hii inamaanisha kuwa lazima nitoe kila kitu nilicho nacho? Huwezi kamwe kutoa zaidi ya Mungu, sijali utajaribu kiasi gani. Nakupa changamoto, jaribu tu kutoa zaidi ya Mungu. Hii inaweza kuwa vizuri sana. Vumilia makosa ya wanyonge. Vumilia unyonge wa wengine, kwa sababu upendo hauchoki. Usitie majeraha kwenye dhamiri ya wengine kwa kutumia uhuru wako unapojua kuwa itakuwa kero kwao. Kuna mfano unaotumia katika Biblia wa kula nyama iliyotolewa kwa miungu ya sanamu. Hatuna mfano huo leo, lakini kuna mifano mingi mingine. Tunasema, namshukuru Mungu niko huru, nitakwenda kufanya hivyo kwa sababu nahisi nataka kufanya hivyo. Basi huo si mtazamo mzuri, kwa sababu uhuru wa kweli hautumiwi kwa njia hiyo. Pengine ni bora zaidi kuzingatia mtu uliye naye kabla hujatumiwa kwa njia hiyo. Ninapenda anachokisema Paulo. Alisema, nilikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi na Myunani kwa Wayunani. Naweza kujibadilisha nikafanya chochote kinachohitajika kumleta mtu kwa Yesu. Unajua, unapoenda kazini, ikiwa wewe ni mojawapo wa Kristo pale na wengine wote hawapendezwi na Mungu, usikae tu na kuzungumza lugha ya Kikristo kila wakati. Zungumza nao kuhusu mambo yanayowapendeza, kitu anachokielewa, hata kama ni kitu ambacho kwa kawaida hungejali sana kukihusu. Unajua, naweza kuzungumzia Mungu na mambo yake mchana kutwa, lakini nilijifunza kwamba siwezi, kwa sababu hiyo ingekuwa zaidi ya uwezo wa wengine waliotaka nikutane nao mahali walipo ili wahusiane nami na wafikirie kwamba mimi ni mtu wa kawaida anayependa mambo ya kawaida, na kisha wafungue roho zao. Nakumbuka nilipoenda kazi ya huduma na mtu fulani, zilikuwa zimepita wiki 2, akasema, Joyce, unafahamu kwamba ziara nzima wiki zote 2 zilizopita sijakusikia ukizungumzia chochote isipokuwa Mungu? Ndio, nilifikiri hilo lilikuwa jambo zuri ajabu. Ndio, mimi ni mtu wa kiroho. Mambo ni kama hayo. Lakini hatimaye nikagundua kwamba ilikuwa kwamba tunaweza kuwa wa kiroho sana kisha tukakosa mtu wa kuhusiana nasi. Kwa hivyo lazima ujue kuzingatia wakati unaofaa. Fanya mambo mazuri kwa wengine kila wakati. Chagua kilicho bora ili usiwafanye wengine kuingia katika dhambi. Nina kurasa nyingi sana zinazozungumzia swala hili. Tenda matendo mema kwa njia kubwa, toa kwa wengine na uwe mwenye moyo wa ukarimu kwa wengine. Jitahidi kuelewana na wengine. Puuza makosa ya wengine. Kuwa na ukarimu kwa wengine. Usiingilie masuala ya wengine.
Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.